Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na kuimarika kwa upatikanaji wa umeme nchini, nchi yetu pia imeendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa ya mafuta ya petroli, yani petroli, diesel, mafuta ya taa na mafuta ya ndege. Pamoja na kuwepo na changamoto za upatikanaji wa bidhaa hizi na kuongezeka kwa gharama za upatikanaji wake kilichosababishwa na vita baina ya Marekani, Israel na Iran. Vita hiyo imesababisha kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, yani Strait of Hormuz, unaopitisha zaidi ya 20% ya mafuta yote duniani, kuathiri visima vya mafuta, mitambo ya kuchakata mafuta ghafi yani refineries, na maghala ya kuhifadhi mafuta, na hivyo kuathiri mnyororo mzima wa upatikanaji wa mafuta duniani kote. Mheshimiwa Mwenyekiti, vita hii imeathiri sana nchi za Mashariki ya Kati, yani Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Bahrain, Oman na Kuwait, ambapo nchi yetu inaagiza kiasi cha 59% ya mafuta yake, ambapo nchi yetu pia inaagiza kiasi cha 41% ya mafuta, kilichosalia kinatokea nchini India, ambapo pia na wao hutegemea kupata mafuta ghafi kutoka Mashariki ya Kati. Hatua zilizochukuliwa na serikali ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa mafuta ni pamoja na kuliwezesha Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, ambalo ni shirika la taifa la mafuta, kuagiza kiwango cha mafuta kinachotosheleza kipindi cha miezi 3 ijayo. Aidha, serikali inaendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa upatikanaji wa mafuta duniani na itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kimkakati ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa mafuta na hivyo kutoathiri utekelezaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii hapa nchini.